Kwa hiyo kadi nyekundu ni sehemu ya mchezo. Unaelewa? Lakini kwa sababu katika ligi yetu katika siku za karibuni pamekuwa pana changamoto nyingi, ni ngumu kuweza kushuhudia mchezaji wa Simba akipata kadi nyekundu. Yule muamuzi au waamuzi kama wale tungekuwa nao kwenye ligi yetu, mpaka labda ninapokuambia Yusuf Kagoma angekuwa na kadi zaidi ya 7 nyekundu. Amekuwa akicheza fouls nyingi sana, lakini kuna wakati hata yellow card hawezi kupata. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo tendency, lakini pia kuna wakati mwingine kuna hizo ambazo mnaita busara na kubalance. Kuna mechi moja ilikuwa ni mechi ya Simba na Yanga. Dakika za mwanzo kabisa Abdulrazak Hamza anafikiri alimkamata Dube akiwa ni mtu wa mwisho kabisa. Mwamuzi bado atakiwa atoe ni straight red card. Ila kwa sababu ni Simba na Yanga, mechi kubwa, mwamuzi akaamua kubalance. Sasa football iko hivyo, ushindani ni pamoja na kufuata sheria na kanuni zilizopo. Sasa mtu atakwambia kadi nyekundu ilikuwa sio halali katika mazingira gani? Kipindi cha kwanza amecheza zaidi ya foul 6 za wazi, mwamuzi ametoa yellow card. Kipindi cha pili mchezaji ambaye uko machuadi, ni mechi ya finali, tayari una kadi ya njano, mchezaji anakwenda kuataki kwa maana kwenda kutengeneza mazingira ya 3 against 2, unakwenda unacheza ni nani tackle from behind, mwamuzi akuache. So pale kwanza sio tu kuhatarisha usalama wa mchezaji, lakini amezuia movement ya goli. Kile ambacho kwa upande wa sheria mpira wa miguu zina enhance magoli, ndio maana hata mtu akiwa mwisho apata red card. Kwa hiyo ilikuwa ni clear second yellow ambayo ilipelekea kupata kadi nyekundu. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kwamba Simba alipungua ndio maana akafungwa. Kwa nini alipungua? Sura naelewa. Kwa nafikiri ni maneno tu ambayo tumejua siku zote mpira wetu tumetengeneza ni kama kikundi fulani hivi cha propaganda. Kwa nini? Kwa sababu viongozi tulionao kwenye hizi timu most of the time wanakuwa na uwezo wa kuona mbele. Kwa hiyo wanaanza kutengeneza mazingira ya excuse mapema na kuweza kushift burden. Mimi nifikiria saa hizi wakae waanze kuangalia timu yao ina ubora maeneo gani, ina weakness zipi, wameanza kutengeneza timu katika misimu mingapi, Fado wamefanikiwa vipi, usajili wao ukoje, msimu ujao wanaingiaje. Hayo ndio ilikuwa ya msingi kwanza kuyazungumza. Lakini hapa wote wanakwenda kutupa burden kwa muamuzi ili kundi la hao ambao wanasajili na watu wengine liendelee kuwa salama. Msimu ujao wanaendelea vile vile, wanatafuta excuse nyingine. Ndio mpira wetu ambao jinsi ulivyo hivyo. Na watu wanasahau kila kitu. Simba ilikuwa bora. Simba walikuwa hawachezi mpira mzuri, isipokuwa walikuwa wanakimbia sana. Unajua kuna tofauti kati ya ku maintain game sawa na kuweza kukimbia. Wao walikuwa wanakimbia sana. Walikuwa wanakimbia katika kimbio ambayo haikuwa na faida kwenye eneo la mwisho. Ndio maana mechi nzima wampata only one shot on target. Mechi mbili za finali unapata shot on target moja. Yaani dakika 180 shot moja on target, alafu unakaa unalalamika mwamuzi anaweza kuonea. Are you serious?